Mimi kwa maoni yangu, unajua ukiwa umetumikia katika ofisi fulani ya serikali, itikadi na tradition ya serikali ni kwamba unatoa pia heshima kwa hiyo ofisi. Kuna mambo fulani ambayo sitaki kuonekana kama mimi nalumbana na waziri ambaye ako katika mahali mimi nilikuwa hivi majuzi. Lakini niseme hivi, hizi goons kutembea Kenya hii yote ni kushindwa kutekeleza kazi na viongozi wa usalama. Na sidhani kwamba ni viongozi wa usalama hasa wameshindwa kazi, kwa sababu mimi niseme tu kweli na wananchi wanajua mimi I don't lie kujifanya hapa. I understand all the leaders of the security sector, na wajua ni watu nimefanya kazi nao. Kanja nimefanya kazi na yeye akiwa GSU commandant, wakati wote nilikuwa minister for interior. Kanja ndio tulifanya kazi na yeye, na nimesema na nitarudia hapa leo, Kanja is one of our best police officers in the country. Kwa wale maofisa wa polisi nilifanya kazi nao, huyu ndio mmoja wa maofisa wa polisi wazuri sana. Amina alikuwa katika polisi, tulikuwa naye DCI, ni mtu ninajua utekelezaji wake wa kazi. Alikuwa anasimamia masuala ya ndani ya police internal affairs wakati nilikuwa minister. Nurudin ambaye ni kiongozi wa intelligence alikuwa DPP tukiwa kwa security huko, na tulikuwa tunakutana. Ninawaelewa wote, ni watu wanaelewa kazi, ni watu wako na uzoefu wa kazi. Shida hata kwao ni kwa vile hawezi kujisemea namna hiyo. Shida hata kwao ni siasa, kuingizwa katika mambo ya usalama na viongozi wa polisi na wale wengine kusukumwa mambo ambayo wao wenyewe wanaweza kufanya. Viongozi wetu wa idara ya usalama wakipewa nafasi ile wanahitaji na heshima wanahitaji kufanya kazi yao, hakutakuwa na shida Kenya hii. Sababu ukiona viongozi wa siasa, wakati tulikuwa na by election hata kule Nyamira niliona kiongozi wa siasa, mjumbe wa siasa ambaye wa chama hicho anatembea na watu mchana hadharani na wamebeba arrows na panga na wanaendesha magari wametoa number plate, na polisi wanamwangalia hivi, ama polisi wakienda kumkamata inakuwa shida. Juzi nimeenda hospitali kuona kijana mwingine amepiwa na guns huko hospitali Kisii. Wakati nimetoka hapo nimekutana na polisi, ninawauliza hapo, wanaongozwa, nawauliza ni nini imefanyika, nyinyi hamuoni aibu kwa nchi kuwa namna hii? Hata wao wananiambia afande unajua hii maneno, hata wewe unaelewa tu. What does that tell you, Lydia? Shida ni siasa hii, ni ushenzi wa siasa, mismanaging the country ndio shida. Sio kitu kingine, sio polisi, sio hawa. Kila mtu akipewa nafasi.